Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuwa mmoja wa wachangiaji. Kwanza kabisa niwapongeze Mheshimiwa Waziri, Naibu Waziri pamoja na Katibu Mkuu kwa kazi nzuri wanayofanya, lakini nataka niwaambie hii wizara tunapoichangia kwenye biashara ina maana sisi tunachanganya tu. Sije mkasema huyu kataja madini, huyu kenda wapi, kwa sababu biashara ni biashara. Awe mkandarasi ni biashara, awe wapi ni biashara. Kwa hiyo humu sisi tunaogelea tu. Kwanza nitaanza na wakala wa vipimo. Wakala wa vipimo, eneo hili ni muhimu sana. Lazima niseme ukweli. Lazima tumpongeze mkurugenzi mkuu wa wakala wa vipimo. Anafanya kazi nzuri, kwa sababu kuna kipindi walikuwa wanapima sasa mpaka madebe ya viazi. Walikuja pale jimboni kwangu Gairo, watu wake wanapima madebe ya viazi, madebe ya nyanya. Mkulima anapoenda kununua kule shamba haendi kununua kwa mzani. Wewe unataka anaye kwenye madebe, mnapiga teke madebe, yeye apime kwa mzani, kitu ambacho hakiwezekani. Lakini nashukuru mkurugenzi, tulimweleza hilo jambo na mwenyewe akamshuhudia mama pale Dumila ananunua kwenye madebe mboga na manyanya. Kwa hiyo hilo swala ameliacha. Lakini kuna swala moja zito sana kwenye nchi linaendelea, na yeye mwenyewe ni shahidi, na katibu mkuu najua naye nimpongeze katibu mkuu, naye alilichukulia kidogo hatua. Lakini nataka niwashauri sasa hivi viwanda hasa vya wageni, kiangalia viwanda vya Tanzania vya nondo vinatengeneza nondo ambazo zina ujazo sahihi na wa kipimo, lakini viwanda vya wageni wakitengeneza nondo badala ya milimita 12 inakuwa na milimita 11. Badala ya urefu wa futi 40 unakuwa na urefu wa futi 38 37. Square pipe ikiwa labda imeandikwa labda milimita 5, ujue ina milimita 3. Urefu badala ya futi 6 ina futi 5.7. Hasa vitu kama hivi, majumba yanaanguka ya magorofa, vitu vinaanguka kwa ajili ya hivi viwanda. Pamoja na kuwa mnawakamata, lakini sasa kosa linalofanyika ni kwenda kukamata watu wenye maduka wanayouza. Wewe unaenda kumkamata mtu Dodoma, unamkamata mtu Dar es Salaam muuzaji, unamkamata Mwanza mtu mwenye duka. Kwa nini usiende kudhibiti kwenye kiwanda? Sababu muhimu mnayotoa, mimi sina duka, sije mkasema jamaa anatetea biashara yake, maana mimi mfanya biashara, sina duka. Sasa sababu mnayotoa, mnasema huyu aliandika oda anataka milimita 11. Hii sio kweli. Kama kuna mwizi mmoja alitokea hapa, mimi mfanya biashara, akitokea mwizi kama ndugu yangu nilikuwa najadiliana naye hapa Kampala, mbunge wa Katavi, akitokea mwizi mmoja wengine wote watafuata ili ufanye biashara. Lakini mwenye kiwanda ana sheria zinazomuongoza kwenye kiwanda. Kama nondo ni mita 12, wewe kazi yako ni kutengeneza mita 12. Kama mita 16, wewe ni mita 16. Lakini mwapiga wafanya biashara milioni 20, milioni 15 sehemu tofauti, kwamba wewe mbona unaenda kupima dukani badala kwenda kupima kiwandani. Hii ndio inatokea kama wakati ule wa viroba vile vya pombe. Kuna mtu alijinyonga Dodoma, kakutwa na viroba vya bilioni 1. Wameenda kuvipiga kibiriti badala kwenda kuziwa kwenye production. Sheria inakuja inaenda kumuumiza mtu wa dukani kabla kwenye production. Kwa hiyo tuangalie kwenye viwanda. Viwanda sio mnapiga faini milioni 20, funga kiwanda. Na huyo ni mhujumu uchumi. Viko hapa viwanda vimejaa vingi vya nondo. Na nyinyi wenyewe mashahidi, kwa sababu tayari mmeshakamata. Mnaona nondo zote fake. Square pipe fake. Kwa hiyo tuangalie kwenye hicho. Kingine viwanda vya matunda. Jamani, hii nchi na matunda yanaoza huko majimboni kwetu. Alafu viwanda vya juice vinaweka picha la embe. Inawekwa picha sijui ya nanasi, alafu mle kemikali tu. Hakuna tunda hata moja. Viwanda na biashara. Mliangalia hivi. Viwanda ni feki. Mgonjwa anaenda hospitali anaambiwa kanywe juice ya matunda, anaenda kunywa sumu badala ya kula matunda. Hii kitu hakiwezekani. Tukija kwenye mitaji, hii mitaji
twende kwenye uwekezaji. Nyinyi biashara ndio mnayetakiwa mtoe ushauri. Mgeni anakuja anatoa $500 eti huyo mwekezaji. Hivyo Watanzania wangapi wenye $500? Si wengi hapa. Alafu anakuja na briefcase, anaenda kuchukua ukandarasi wa barabara. Akichukua ukandarasi wa barabara hana hata 100 aliyokuja naye, serikali tena mitunga sheria inampa advance. Akimaliza kwa advance, akichelewa kulipa anadai penalty. Afu sheria imetungwa na Watanzania. Hii nchi ina rushwa aina gani? Hivyo watu mbona hawajitambui? Yaani mimi kama ila ngoja 2030 na mimi nitagombea. Subiri. Utakuwa makamu wa rais, sio na wasiwasi. Tutaleta sheria ya kunyonga watu. Naona hapa watu ndio watakaa vizuri. Kweli kabisa. Yaani tutatunga sheria wenyewe. Alafu mzawa akija anaomba huo ukandarasi. Hapewi. Huo ukandarasi mzawa hapewi. Na hata 100 hapewi. Lakini akija mgeni unampa kabisa, tena unamuongezea tena na nini? Na pesa. Yaani briefcase tu. Haanzi kazi, na ukimpa unaweza kumpa bilioni 20, analima pale, anasema nataka nyingine certificate. Na ndio maana wanatenda biashara zao kutenda bei ndogo, kwa sababu wanajua watawapiga penalty. Utakuta kuna kampuni inadai penalty tu bilioni 100, bilioni ngapi. Tuangalie, tuwe makini. Dada yangu waziri, umeanza vizuri sana, lakini na uzalendo ulionao, naibu waziri, katibu mkuu, nendeni nyinyi, mnatakiwa muende kila sehemu yenye biashara. Ukija pale kwangu Gairo, mabroka wale wazawa sasa hivi wa madini wafanye kazi. Umetaja hapo madini. Kila sehemu kuna Mchina. Kila ukizunguka hapa kuna Kachina kako. Kiangalia haka wenu, kiangalia hata 1080 ya kana. Kako kule nacho kanafanya biashara. Ukienda Kariakoo wanauza mpaka makopo. Wanauza hichi. Sasa hizi ndio biashara. Nenda kafanye wewe kazi huko sehemu hizo, kama hizo utapata. Hii nchi tusipoangalia, wageni wataongezeka, mwisho tutakuja kuangalia tumebadilika rangi. Tunakuwa weusi lakini tuna nywele za singa. Tutakuja kuwa kama kile kisiwa kinaitwa nini hapa? Mauritius. Mauritius mbona hajulikani wa Afrika, wa China hata waeleweki. Utakuta mweusi ana nywele za singa, utakuta. Maana tusipoangalia tutakuwa hivyo sisi. Na tumekuwa wageni. Viko viwanda, utasema hichi kiwanda kama kiwanda cha tiles, vile vya tiles vile vya China pale, kinachukua mawe, kinatengeneza, yanakuwa tiles. Lakini viwanda vingine ukiliangalia, hata ile mashine ile JD la diesel nauzwa $300, mtu tayari kiwanda. Alafu cha mgeni. Hivyo ukimpa Msukuma hiyo kazi hawezi. Ukimwambia Msukuma alete kiwanda kama hicho au Njalu hapa hawezi. Ataweza. Alafu ndatuletea sheria. Tuna watu wanalima alizeti. Viwanda vya alizeti hizo badala walete mashine ya mafuta, waje wananchi wetu wauze alizeti kwa wingi, hawaleti viwanda kama hivyo. Baadaye mtaona kwenye bajeti mnaleta. Unajua tayari watu wameshakula rushwa. Utasikia sasa hivi mafuta ya nje tunapunguza 10%. Unajua tayari dili imeshapigwa. Watu wale hela. Ndio. Mtu akileta mafuta mengi utasikia sasa hivi tunaona kidogo tunalinda viwanda vya ndani. Hakuna kuleta nje, wengine hawaleti. Sasa hii jamani, tuangalie, mama mna kazi ya ziada kwenu wazalendo. Leo hapa tunaweza tukaogopa watu. Lakini kesho na kesho kutu mimi najitoa katika wabunge. Nisije nikaambiwa katika bunge lile palikuwa na watu kazi yao ndio mzee. Mimi najitoa kwenye ndio mzee. Ndio tuseme ukweli. Lazima twende kwenye ukweli. Isipokuwa sitaongea kitu cha uongo. Hiyo ni sumu kwangu. Lakini kwenye ukweli hatuwezi kuacha kuongea ukweli. Viwanda tuwalinde watu wetu wa ndani wa viwanda. Watanzania walindwe. Bila kuangalia Mtanzania huyu ana rangi gani, awe Muhindi, awe Mwarabu, awe Msomali, awe mnini, awe Mswahili, awe nani, walinde viwanda vya Tanzania. Kwa sababu hivi ndio vitakavyonyanyua mabenki yetu. Shigongo amezungumza. Hao watu wote mnaowapa hizi kazi wanaweka hela nje. Mabenki ya Tanzania hayana pesa. Bado nilikuwa naendelea, lakini kama muda umeisha naunga hoja mkono. Asante. Asante sana Mheshimiwa Ahmed Shabibi.